Mtazamaji, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba tumeshawahi kuzungumza siku ya leo. Kuna video iliyopita nimekuelezea kuhusiana na mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Catherine. Huyu bwana yeye amekuja kumtupia vijembe au madongo Wema Sepetu kutokana na baadhi ya vitu kuhusiana na tabia ambayo imekuwa ikikaririwa kwamba Wema amekuwa nayo, inasemekana hivyo. Kwa maana ya kwamba bwana, watu wengi sana waga wanasema kwamba Wema yuko na ukaribu wa hali ya juu na mashoga. Umeona bwana, yani Wema bwana, kwa mujibu wa huyu bidada amedai kwamba Wema amekuwa na ukaribu na vijana hao kwa muda mrefu, lakini pia hata alivyokuja kujifungua mtoto wake wa kwanza kabisa wa kiume ambaye amemsubiri, amehangaika kumpata kwa muda mrefu, ni kwamba ameendelea Wema kuonekana akiwa yuko karibu na mashoga. Sasa hilo jambo bwana limekuja kumeke headline, wakidai kwamba bwana kitendo ambacho Wema anafanya bwana ni makosa. Kwa mujibu wa huyu bidada Catherine amedai kwamba Wema bwana anachofanya si sahihi, kwa sababu hata siku ya dua, ile siku ya kumtoa mwanae nje, aliwaalika mashoga wengi walikuwa katika hiyo shughuli. Sasa ukaribu huo wa Wema na mashoga bwana umeibua mijadala mizito. Nitakuelezea vizuri kabisa huyu dada alichokizungumza, lakini hapa nataka nikuelezee tu kwamba kwa kifupi ni kwamba huyu dada amempa kama ilani Wema awe makini na hii tabia ya kujichanganya sana na mashoga, kwa sababu yeye pia ana mtoto wa kiume, huwezi jua nini kitatokea kwa mwanae huyo wa kiume. Kwa hiyo hii kauli bwana imesababisha wadau na mashabiki wa Wema Sepetu wamemjia juu huyu dada, na comment zimejitokeza nyingi nzito. Kwani watu wamemnakili kwamba huyu dada alichokuwa anakisema ni kwamba Wema amekuwa na ukaribu sana na mashoga kwa muda mrefu. Yeye pia amejifungua mtoto wa kiume, akiendelea na huo ukaribu na hao mashoga na mwanae pia anaweza akapotea, akawa ni miongoni mwa watu ambao yeye amekuwa akijizungusha, amekuwa wakimzunguka kwa muda mrefu. Sasa mashabiki wa Wema bwana hii hawajaipenda, na nataka hapa nikusomee baadhi ya comments ambazo zimejitokeza. Kwa mfano huyu hapa anaitwa Witi Sima, anasema kwamba bwana my love, na wewe pia kuna muda too much hadi kwa watoto wadogo, hata sheria hairuhusu, na speaking professional kabisa, na yeye pia afanye kazi na watoto. This is totally wrong cause mtoto anakuwa atavikuta, which is not good kabisa jamani. Huyu ameandika hivyo. Huyu hapa anaitwa Abdul Kaku, anasema kwamba bwana ujumbe wako ni mzuri sana, lakini unaonaje kama ungemfikishia ujumbe huu kwa kumpigia simu na kumtumia message badala ya kuleta huku kwenye umma. Manase amekuja naye pia akacomment hapa, akaandika kwamba bwana Watanzania ameandika kwamba wataanza kuwa wakwako kwanza, wataanza watoto wako kwanza kuwa mashoga. Wewe nani unayetabiri future ya mtu mwingine? Aliyekupa hiyo ruhusa nani? Unasahau neno linasema kwamba usimnenee mwenzio mabaya. Kama Mungu alivyoona mashoga ni wabaya, basi angewamaliza wote yeye. Au unasahau kwamba Yesu alifariki kwa ajili ya wenye dhambi? Kama wewe ni mwema na uzao wako toka duniani ukaishi mbinguni, maana ndiko walipo watakatifu shwaini. Mdau mwingine huyu hapa amekuja na pia ameandika kwamba bwana sijapenda kiukweli, eti uzuri Mungu amekupa mtoto wa kiume. Bwana hebu tuache kuhukumu, Mungu ndio anayejua. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana Mungu wa huruma amrehemu na afunike huyo mtoto na kumficha na kumtenga na mabaya. Mungu kama angehesabu maovu yetu, hakuna hata mmoja angesimama mbele zake. Mwingine huyu hapa amekuja kuweka maoni hapa, ameandika kwamba bwana tumshauri kwa upendo katika kujifunza vitu kiroho, ili kujua mbinu za dunia, ili awe na umakini kwa kulinda vizazi kupitia ukoo wake na kupunguza changamoto. Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba wewe Catherine, hebu punguza kuwa Mungu mtu, na usijisahau kuwa wewe ni binadamu kama sisi ambao hatujakamilika. Kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana uzuri Mungu wetu anasamehe. Mwingine anasema kwamba ujumbe wako ni mzuri, lakini kama umuombei mtoto mabaya, huo ujumbe ungefikisha direct na sio hapa mitandaoni. Kwa kuna watu wameona kwamba vitu alivyozungumza huyu dada vinaweza vikawa ni vizuri, lakini hakukuwa na haja yeye kuja kuandika mtandaoni, angemtafuta directly, angemtumia hata DM.
Kuna mwingine amesema kwamba bwana mpaka leo waishi kuna mtu hapa ameandika kwamba mpaka leo waishi Kwame, mbona hasa yule jamaa alitangaza kuacha. Okay, sijui alikuwa anamaanisha nini huyu. Mwingine anasema bwana Wema Sepetu, hebu njoo huku, kuna ujumbe wako. Mungu amwepushe kijana wako na mabalaa ya dunia hii, akuwe katika misingi bora. Kwa hiyo hapa kuna watu wameona kwamba huyu bidada alichokifanya hakikuwa sahihi kwa jinsi ambavyo amekuja kuweka hiyo mada mtandaoni. Ni kama vile anamwombea mtoto wa Wema mabaya. Na bwana mtazamaji wa Trend TV, hapa bwana kuna vitu vipya tena vimetokea huko mtandaoni. Kuna huyu bidada bwana ambaye anafahamika kwa jina la Catherine. Bwana huyu Catherine bwana ni mmoja kati ya wazungumzaji kuhusiana na haki za binadamu. Sana sana huaga anazungumza kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hayo mambo, mmomonyoko wa maadili na vitu vingine kama hivyo. Sasa basi huyu bidada bwana this time around ameamua kujitokeza na kulizungumzia swala zima la hili ni swala la msanii amezungumzia. Kuna mdada msanii ambaye amepata mtoto ambaye amekuwa akimtafuta kwa muda mrefu, jambo ambalo limepelekea watu kuhisi kwamba hapa bwana alikuwa anamzungumzia mwanadada Wema Sepetu, kwa sababu msanii ambaye alikuwa anatafuta mtoto kwa muda mrefu alafu amempata this time around ni Wema. Yani hiyo ni issue ambayo inafahamika vizuri kabisa bwana, Tanzania nzima inaeleweka kwamba msanii wa kike ambaye amestruggle kwa muda mrefu kutafuta mtoto and then amempata hivi karibuni ni Wema Sepetu. So huyu mwanadada Catherine bwana, jambo ambalo hapa amelizungumza inaonekana kabisa kwamba directly alikuwa anamzungumzia Wema. Sasa nataka nikusomee hapa ujumbe wa mwanadada huyu Catherine aliyokuja kuuandika. Ujumbe ambao ameuandika huyu Catherine kwenda kwa Wema Sepetu. Catherine ameandika kwamba dada msanii, ni kweli Mungu amekupa hitaji la moyo wako la kupata mtoto. Ulikuwa unatamani kumpata kwa miaka mingi, kwa muda mrefu. Umesapoti sana mashoga, tena mpaka wakati mwingine waliishi nyumbani kwako. Then akaendelea hapa akaandika kwamba wakati mwingine walikuwa wanaishi nyumbani kwako, wakati mwingine mpaka ulikuwa unasafiri nao na kula nao bata pamoja. Bado umefanya dua ya mtoto, umealika tena wakaka wa hao mashoga wakiwa wanakata mpaka viuno kwenye sherehe ya mwanao. Nataka nikwambie kwamba Mungu amekupa mtoto wa kiume. Akaendelea huyu dada akasema kwamba nataka nikwambie kwamba Mungu amekupa mtoto wa kiume kama jaribu kwako. Maana imeandikwa kwamba apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Sina maana ya kumwombea mtoto wako mabaya, ila tambua kwamba Mungu amekupa jaribu. Ushauri wangu ni kwamba omba maombi ya toba na rehema, kisha achana kabisa na maisha ya urafiki na mashoga, maana usiposikia Mungu anaweza kuruhusu upate bahasha yako kupitia uzao wako, ili uelewe namna inavyouma. Bidada huyu bwana basically ni kwamba ameelezea kwamba huyu Wema bwana, hapa mimi nanyosha direct, inasemekana kwamba alikuwa na mtarget Wema, kwamba Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume ambaye amehangaika kumpata kwa muda mrefu, lakini inafahamika kwamba Wema amekuwa na ukaribu sana na vijana ambao ni mashoga. Sasa basi kama yeye amepata mtoto wa kiume na hapo awali alikuwa anazunguka nao, anakula nao bata, mashoga wengine walikuwa wanaishi nyumbani kwake. Sasa hiki ambacho kimetokea ni kwamba kama amepata mtoto wa kiume, huenda Mungu anataka huyu Wema abadilike, yani aombe toba, aombe rehema kwa Mwenyezi Mungu, mwanaye asije akawa ni miongoni mwa wale watu ambao yeye ana roll nao. Kwa hiyo bidada huyu bwana amekuja kunyoosha maelezo hayo kwenda kwa Wema kwa kile ambacho amekiona. Maana hivi karibuni tumeona Wema amefanya dua siku ya jana, ambapo katika hiyo dua bwana, ukitazama tu kwa haraka haraka unaweza kaelewa kabisa kwamba kulikuwa na watu wengi sana wa upinde.
Na mtazamaji, nadhani habari ya Wema Sepetu bwana, bila shaka itakuwa imekugusa, imekufikia na unaelewa kabisa nini ambacho kinaendelea kwa sasa kumhusu mwanadada Wema Sepetu. Tunaweza kusema kwamba Wema bwana amegusa mioyo ya watu wengi, kwani watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia kutokana na kwamba mwanadada huyu bwana amekuwa akifanya vitu kwa miaka mingi, hususan katika industry ya Bongo Movie. Na of course moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinagusa hisia za mashabiki zake ni issue ya yeye kuto kupata mtoto kwa miaka mingi. Sasa hivi kama unavyoona, taarifa zinazidi kusambaa kuhusiana na Wema kujifungua, na wengi wamesema kwamba mnamo tarehe 12 mwezi Juni itakuwa kama vile ni sherehe ya taifa, siku ya kuadhimisha siku ambayo itakuwa inakumbukwa kwamba ndo siku ambayo Wema alipata mtoto wa kwanza. Lakini kama ulikuwa ufahamu kwamba Wema bwana huyu sio mtoto wake, hii sio mimba ya kwanza kupata. Alishawahi kupata mimba hapo zamani au hapo awali, lakini kwa bahati mbaya mimba hiyo ikaharibika. Lakini this time around bwana ndo hivyo tena, Mungu si Asumani, amembless Wema na sasa hivi tunaona tayari yuko na mtoto na amejifungua. Yani ujauzito wa sasa hivi bwana haujaharibika, amefanikiwa kujifungua. So ni kitu kiukweli ambacho kimewafurahisha watu wengi. Watu wengi sana wametoa pongezi. Tumeona video nyingi mno, yani katika habari ambazo zina trend sasa hivi huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, ni habari ya Wema Sepetu kujifungua. So ni moja kati ya habari njema. Lakini pia vile imekuja kutuonyesha jinsi gani ambavyo Watanzania wameshikamana kumsapoti Wema Sepetu. Lakini pia vile ni kwamba issue ya Wema Sepetu kujifungua imekuja kuonyesha jinsi gani ambavyo, yani imekuja kuleta tena imani kwa Mwenyezi Mungu. Yani wadada wengi sana ambao hawajapata ujauzito wamepata imani tena kwa mara nyingine kwamba kama iwapo Wema amejifungua, basi ni jambo ambalo linawezekana hata na wao pia, japokuwa wameteseka kwa muda mrefu kuto kupata ujauzito, wanaweza wakapata. Lakini pia vile ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kuinua brand au status ya Whozu maana Whozu sasa hivi bwana amepewa taski na Watanzania kwamba bwana inatakiwa baada ya kumpa ujauzito Wema, kuna wadada wengine pia hapa mjini na wenyewe pia hawajapata ujauzito kwa miaka mingi kama vile Lady JD pamoja na Diva. Kwa hiyo kuna utani wa hapa na pale, watu wanasema kwamba Whozu bwana apite pia hapo, awasaidia hawa wadada nao pia wapate ujauzito. So basically bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hili jambo bwana limeenda mpaka serikali. Tumeona mpaka viongozi wa serikali na wenyewe pia wameingilia kati, wamekuja wamempongeza Whozu pamoja na Wema kupata mtoto. Namzungumzia hapa waziri wa makundi maalum, maendeleo ya jamii, watoto na wazee. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, na yeye pia ametoa ujumbe kwenda kwa Wema pamoja na Whozu kutokana na hii issue ya wao kupata mtoto. Kwa hiyo amewapongeza. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba hata mheshimiwa naye pia ameona na ameamua kutoa pongezi. Lakini pia vile Mama Dangote na Diamond, yani mtu na mwanae, wote pia wamejitokeza kumpongeza Wema Sepetu. Kwa hiyo Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume na ni jambo